Mheshimiwa Mtinga. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu yanayotia moyo kiasi ya serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, kituo cha afya Kinyangiri na kituo cha afya Mkalama, nikisema vikongwe ni vikongwe kweli kweli, hata hadhi ya zahanati za sasa haina. Mheshimiwa Naibu Spika, makamu wa rais wakati huo ambaye sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano aliahidi ukarabati kwenye vituo hivi. Akaja katibu mkuu wa CCM akawaahidi wananchi ukarabati wa vituo hivi, na wananchi wamekuwa wakisubiri kwa hamu sana, muda mrefu mno. Serikali sasa haioni kwamba vituo hivi viwili vinapaswa kupewa udharura na vitolewe kwenye utaratibu huu aliyoujibu wa kusubiri kwanza hospitali 50 na viingizwe kwenye ukarabati angalau kwenye vituo vya afya vya sasa vya kimkakati ipate angalau milioni 250 kila kituo, ili kutimiza ahadi ya wananchi hawa ambao wamesubiri kwa muda mrefu sana. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, wabunge wako majimboni, kuna shida, hebu msaidieni jamani. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwanza nimpongeze Mheshimiwa Francis Mtinga kwa swali lake linalolenga kuboresha sekta ya afya msingi katika jimbo lake. Kwa hakika amekuwa akipaza sauti. Naomba nimhakikishie kwamba serikali ya awamu ya 6 ina dhamira ya dhati ya kuendelea kuimarisha sekta hii muhimu ya afya msingi. Na kuhusiana na uhitaji wake wa vituo hivi vya afya vya Mkalama na Kinyangiri ambavyo ni chakavu, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwanza bunge hili tukufu limepitisha nyongeza ya budget ambapo kuna bilioni 53.5 ambazo zinatoka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba milioni 250 inaenda katika kila jimbo kwa ajili ya kuanza kujenga kituo cha afya cha kimkakati. Na Mheshimiwa mbunge amekuwa akisemea kwa upande huu, kwa hiyo naomba apate taarifa kwamba katika jimbo lake inakuja milioni 250 kwa ajili ya kujenga kituo cha afya cha kimkakati. Lakini kuhusiana na ukarabati wa hivi vituo vya afya viwili alivyovitaja, naomba nimhakikishie kwamba serikali, kwa sababu tayari imeanza kutenga fedha, imeanza kujenga vituo vya afya vya kimkakati, nimhakikishie kwamba tayari hospitali kongwe zinafika mwisho ya kukarabatiwa, na sasa tunaingia katika kukarabati vituo vya afya, na vituo vya afya hivi viwili Mheshimiwa mbunge tutavifikia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vinakarabatiwa na vinakuwa katika hali nzuri ili viweze kutoa huduma bora kwa wananchi wako. Asante. Vituo